والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. Watukufu Islamu, hii ni Ijumaa ya kwanza katika mwaka wa miladia, mwaka wa jua. Na mwaka wa jua na kuna mwaka wa mwezi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiyaa, ndiye yeye Mwenyezi Mungu aliyejalia jua ni taa linatoa mwanga, wal qamara nuran, na mwezi unaakisi mwanga kutoka kwenye jua na wenyewe unamulika, unatoa mwanga. Wal qamaru wa qaddarahu manazila, na akaujalia vituo. Hii wa qaddarahu shamsu inatumia dhamiri ya kike, al-qamaru inatumia dhamiri ya kiume. Sasa waqaddarahu hapa kilichotumika ni dhamiri ya kiume. Kwa hiyo wako wanachuoni wanasema hii kukadiriwa kunarudi kwenye mwezi na sio kwenye jua. Lakini wako wanachuoni wengine wanasema inarudi kwa vyote viwili, kwa sababu inapokuwa kuna vitu viwili na cha kike na cha kiume, dhamiri huwa inatumika ya kiume. Waqaddarahu manazila, na na Mwenyezi Mungu akakadiria vituo, litaalamu adada sinina, ili mpate kujua idadi ya miaka, walhisab, na mahesabu mengine. Ma khalaqa Allahu dhalika illa bilhaq, hakuumba haya Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa haki. Yufassilu alayati liqaumi ya'lamun, anapambanua alama zake kwa watu wanaojua. Hapa tumeona Mwenyezi Mungu amelizungumzia jua kuwa ni taa inatoa mwanga, lakini amezungumzia mwezi. Halafu anataka kutokana na jua na mwezi tujue mahesabu ya miaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine anasema, inna iddata shuhur inda Allahi 12, hakika idadi ya miezi kwa mwaka mmoja ni miezi 12, ni miezi 12 tangu Mwenyezi Mungu alipoumba mbingu na ardhi. Sasa utaona hapa idadi ya miezi katika mwaka ni 12, lakini kuna mwaka wa jua. Mwaka wa jua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaja jina masiku katika mwaka, masiku mangapi? Ametaja al-ayyam ni siku 365. 365 ni safari ya dunia kuzunguka jua mzunguko mmoja.
Na wakati dunia inazunguka jua, huwa kuna wakati dunia iko ikweta, kuna wakati dunia iko tropic ya Capricorn, kuna wakati iko tropic ya Cancer. Yaani kuna wakati inahama. Na ikiwa inahama inatengeneza majira ya mwaka. Majira ya mwaka yanatengenezwa na jua. Na mwaka wa jua wala sio mwaka wa mwezi. Kwa hiyo utakuta kuna masika, kuna kipupwe, kuna kiangazi, yako manne yani yanatengenezwa na jua na sio mwezi. Lakini Mwenyezi Mungu akitaka kuonyesha kwamba miezi ya jua ni 12, dhakara Allahu al-yawm munfardan. Mwenyezi Mungu ametaja siku. Alipotaja masiku mengi katika mwaka, lakini akataja siku peke yake, siku moja ziwe ngapi ili iwe mwezi, ametaja mara 30. Na utakuta jua na mwezi zina miezi ina siku 30. Lakini tu ya jua kuna wakati inaongezeka inakuwa 31, lakini kuna wakati inapungua inakuwa 28 au 29. Lakini miezi ya mwaka wa mwezi ima ni siku. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ashahru hakadha wa hakadha. Manake mwezi mwezi mwandamo ima ni siku 30 au siku 29. Na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani dhakara al-qamar 12 mara, ametaja mwezi mwandamo mara 12. Maanake mwezi unazunguka dunia, na ukizunguka dunia unaanzia magharibi unakwenda mashariki, na una vituo. Ukimaliza vile vituo 28 unaonekana siku ya 29 au ya 30. Kwa hiyo kwa sababu hakuna mtu anaweza kujua mwezi huu utakuwa siku 29 au siku 30, ndio maana mwaka wa miezi ya kutegemea mwezi mwandamo wanaita lunar calendar. Ni kalenda ambayo huwezi kuitengeneza. Ndio maana hata wanaotengeneza kalenda ya mwaka wa mwezi wanatengeneza ili watu wapange mipango yao, lakini zinapofika ibada za Kiislamu ile kalenda haizingatiwi, watu wanatazama mwezi. Ili ibada ifanyike, kama ni kuanza kufunga mwezi wa Ramadhani, hatufungi kwa kuangalia kalenda, lakini tunafunga kwa kuona mwezi umeandama. Na kwa sababu mwezi hauandami, yani mwezi unazaliwa halafu ndio unaandama kwa kuonekana. Sasa mwezi unaweza kuzaliwa saa 2 ya usiku. Magharibi yetu ni saa 12 na kidogo. Kwa hiyo sisi jua litazama na mwezi hatujauona kwa sababu umezaliwa baada ya wakati wa magharibi. Lakini sehemu nyingine ambao wako nyuma watauona kwa sababu umezaliwa kabla wao magharibi haijafika. Kwa hiyo hata ibada zinaweza kutofautiana kutoka nchi moja mpaka nyingine. Na ibada za Kiislamu ziko katika miezi mwandamo peke yake. Ibada za Kiislamu ambazo ni kufunga mwezi wa Ramadhani na kufungua. Tukifungua kuna ibada nyingine ya Eid al-Fitr
na wakati wa hija kuna ibada nyingine ya idi ya kuchinja. Zote zinategemea kuonekana kwa mwezi. Wala mtu asiseme mbona sisi na Maka tunafanana masaa. Kufanana masaa inatengenezwa na jua, sio mwezi. Ni vitu viwili tofauti. Ndio maana swala hili ukiwapo watu wa sekula hawaliwezi. Watu wa dini tunajua kwamba sisi tunafunga au kufungua, tunaswali idi ya fitri au ile nyingine kwa kuonekana mwezi. Na kwa sababu mwezi hauonekani siku moja dunia nzima mara nyingi, lakini kuna wakati unaweza kuonekana mara moja ukaonekana dunia nzima. Hii ni utaratibu aliopanga Mwenyezi Mungu. Sasa na tunachotaka kuzungumza leo ni kwamba kuna mwaka wa jua na kuna mwaka wa mwezi. Ibada zetu sisi Waislamu ziko katika mwaka wa mwezi, zote Mtume amefundisha. Na ile miezi mitakatifu, miezi mitakatifu au unaweza kusema mitukufu, iko katika mwezi mwandamo, iko katika mwaka wa mwezi, ambayo hii Rajab ni katika ile miezi mitukufu ambayo Waislamu tumekatazwa kufanya makosa. Mwenyezi Mungu anasamehe makosa mtu akifanya, lakini anapotuambia ile miezi ameichagua kama ni miezi mitukufu, na anasema maana inaitwa ashhurul hurum, miezi ya kuharamishwa. Kuharamishwa kwenyewe ni kuharamishwa kufanya makosa. Kwa hiyo hii miezi ukifanya matendo mema unalipwa maradufu, lakini pia ukifanya makosa yanalipwa dhambi maradufu. Tofauti na mwezi wa Ramadhani. Mwezi ni mtukufu wa Ramadhani, umekuwa mtukufu kwa sababu Qur'ani imeshuka ndani yake, sio kwamba mwezi wenyewe ni mtukufu, lakini umepata utukufu kwa Qur'ani kushuka ndani yake. Sasa mwezi ule ni kama miezi mingine, lakini kwa sababu Qur'ani imeshuka ndani ya mwezi ule, ukifanya matendo mema unalipwa mara nyingi, lakini ukifanya makosa unalipwa lile kosa moja kama miezi mingine. Watukufu wa Islamu, kwa hiyo sawa mwezi, mwaka unaanza na unaisha. Mtume sallallahu alaihi wasallama hajatufundisha sisi kusherehekea kuingia mwaka mpya wala kuisha mwaka uliopita. Sawa ni mwaka wa mwezi wala mwaka wa jua, lakini ametufundisha kujihesabu mangapi umemkosea Mwenyezi Mungu ili utubie, na mangapi umefanya mema ili moyo wako upate faraja. Sasa wako watu wanasherehekea mwaka mpya wa hijiria ule wa mwezi, lakini si mafundisho ya Mtume. Lakini kwa sababu ibada za Kiislamu zimegawanywa mara mbili, kuna ibada sha'airia na kuna ibada taamulia. Kuna ibada ni nembo za dini, lakini kuna ibada ni mahusiano. Sasa ikiwa ni jambo la mahusiano ya kijamii na jamii ikakubaliana kufanya, huwa watu hawatiwi hatiani. Ndio maana anasema wale wanaosherehekea mwaka wa mwezi hatuwezi kuwatia dosari, kwa sababu kile wanachokifanya ni mahusiano ya kijamii.
sio mafundisho ya Mtume kusherehekea. Sasa kwenye mahusiano ya kijamii, lile watu wanaloliona jema, basi na kwa Mwenyezi Mungu linakuwa jema. Hata ukiangalia zile hukumu za Kiislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam sunna alivaa nguo alizovaa. Mtume alivaa kanzu, Mtume alivaa shati na suruali, Mtume alivaa kikoi au shuka amejifunga chini na shati, au shuka amejifunga chini na nyingine akajifunika juu. Haya yalikuwa mavazi ya Mtume. Lakini wanachuoni wote wanasema mavazi yani huwezi kumtia dosari mtu akivaa mavazi tofauti na yale aliyovaa Mtume, kwa sababu hukumu ya mavazi ni urfu. Watu wa pale mazoea yao ni yapi. Zinatakiwa tu zile nguo wanazovaa zisiwe zimembana zinamsifu mwili, lakini ziwe pana na ziwe zinamsitiri uchi. Sio anavaa fulana alafu amevaa na suruali iko chini ya makalio, akiinama kusujudu alafu anabaki uchi. Uislamu umekataza. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mtu anayevaa mlegezo hawezi kwenda peponi. Kwa hiyo kuvaa mlegezo katika sheria ya Kiislamu ni dhambi, haifai. Watukufu wa Islamu, haya mambo yanatakiwa Waislamu wayajue, wasifanye ushabiki, wakatiana hatiani, wakatiana kwenye makosa, kwenye mambo ambayo sheria yenyewe ya Kiislamu imeweka muruna. Watu wakitofautiana katika jambo, mtu afanye kutokana na yakini yake. Mtu akiwa na yakini tofauti na mwenzake, halafu akamfuata mwenzake mwenye yakini yeye sio yakini yake, ibada yake haiswi. Ni sawa sawa na ili uswali lazima uelekee kibla. Mtu anaweza jiografia ikamgonga akawa anaona mashariki ndio kibla. Sasa akaswali kuelekea kule, sio kwamba ile mashariki tu imemgonga, yeye anadhani ameelekea huku, kumbe ameelekea kwingine. Sasa ikiwa yakini yake ni kuelekea huku, yuko na mwenzake yakini yake iko kwenye kibla sahihi, akiswali kumfuata huyu wakati yakini yake ni nyingine, mwenzake swala itaswihi, yeye swala haitaswihi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anazikubali amali zetu kutokana na yakini tulionayo. Wallahu yaqulu huwa asdaqul qailin fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barur. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى.
Watukufu wa Islamu, na kuhusieni ninyi na naihusia nafsi yangu katika hutuba hii ya pili, tumche Mwenyezi Mungu kwa kutokufuata Uislamu kibubusa. Tufuate Uislamu kwa kujua, na Uislamu tuchukue kutoka kwa wanazuoni ambao ni warithi wa mitume, wala tusiuchukue kwa wanaharakati, kwa sababu wanaharakati hawana nafasi katika dini. Watukufu wa Islamu, nimeulizwa maswali kadhaa mwaka ulipokuwa unaingia. Mimi niliingia msikitini hapa nikawaambia kullu amu antum bikhair, yani mwaka wote na nyinyi muwe katika heri. Maana nawatakia heri ya mwaka huu ulioingia wa miladi. Wako watu wakasema, Sheikh, wewe bwana unatutakia heri ya mwaka si wetu. Nimefafanua kwamba ile miaka yote ni ya Mwenyezi Mungu, na ikiwa ya Mwenyezi Mungu yote ni yetu. Isipokuwa sisi kama kuna kitu ambacho hatukufundishwa ni kusherehekea, lakini kutakiana heri katika mwaka ni jambo linafaa, wala halina tatizo kabisa. Hivyo ndivyo nionavyo mimi, na ndio yakini yangu. Sasa watu kutakiana heri katika mwaka huu hakuna ubaya, kama ambavyo kutakiana heri katika mwaka wa mwezi pia hakuna ubaya. Nilipenda nifafanue hili. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. وارض اللهم عن ساداتنا أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وجميع صحابة رسول الله أجمعين رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.